Wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Karibu niweze kuwanyakulia na kuwaelezea yale ambayo nimeweza kuyafanyia utafiti na nimegundua kwamba ni ya ukweli. Leo hii naomba tuweze kujadili ziara ambayo Rais William Ruto alifanya katika taifa la Kazakhstan baada ya kutoka nchi ya Azerbaijan. Rais alifululiza akaelekea nchi ya Kazakhstan, na kwenye ile ziara ya rais upande wa Kazakhstan ilikuwa na dosari, aibu nyingi sana kwa taifa letu la Kenya, na mambo kama haya lazima tuweze kuyakemea ndiposa serikali isirudie. Sasa safari ya Rais Ruto nchini Kazakhstan ilikuwa na wakati mmoja wa kuvutia sana. Katika kituo cha anga za juu, walifika katika kituo cha space upande wa Kazakhstan. Pale rais na Kenya ilikuwa na nafasi moja ya kuinua teknolojia ya Kenya. Kenya had opportunity ya kuinua teknolojia, lakini serikali ya Bwana Ruto ikaamua kutu embarrass. Imagine, teknolojia ilikuwa ya kuvutia, ilikuwa ya juu kabisa. Kazakhstan ni nchi ambayo imeenda juu kiteknolojia. Sasa fursa zilikuwa kubwa kwa taifa letu la Kenya, kuna wiri in terms of technology. Lakini hii ziara ya Rais Ruto upande wa Kazakhstan imeweza kufichua jambo moja ambalo linaonyesha kasoro kubwa katika namna taifa letu la Kenya linavyoshughulikia safari za nje. Unapata kwamba kipindi ambapo rais anasafiri katika taifa fulani, badala ya kuweza kuchukua wanasayansi, watu ambao wako na ujuzi katika sekta mbalimbali, mahala ambapo Rais William Ruto anaenda kutembelea, rais wetu anaamua kubeba marafiki zake wanaenda kutalii. Mtazamaji wangu, hii haikupaswa kuwa safari ya kutalii upande wa Kazakhstan au kutazama mandhari. It was not all about tourism. It was not all about viewing the environment. No, it was a chance for Kenya to grow in terms of technology. Nimekueleza kwamba hii ziara rais ambaye alikuwa ameenda upande wa Kazakhstan ilikuwa na nafasi adimu ya kujenga uhusiano katika sayansi, teknolojia, utafiti wa anga za juu na ubunifu. Kenya yetu haina teknolojia ya space. Upande wa Kazakhstan walikuwa wanapaswa kuenda pale angalau kuleta matunda mema. Na kipindi ambapo rais alikuwa amepanga ile ziara ya Kazakhstan, namba moja, katika ziara kama ile unapaswa kutuma wanasayansi. Namba mbili, unapaswa kutuma wahandisi, engineers, scientists. Unafaa kutuma watu wanaoweza kuuliza maswali ya kitaalamu na kurudi na fursa ya kugeuza taifa letu in terms of technology kuna wiri. Sasa nataka niweze kukushangaza hapa. Uzuri, hizi picha ni serikali peke yake iliweza kupost upande wa mitandao. Badala yake, sehemu kubwa ya ujumbe wa William Ruto, delegates ambao walikuwa wameenda na William Ruto, ilionekana kama watalii. Picha kama hii ambayo unaiona hapo, I want you to study it. Ilionekana kama wajumbe ambao walikuwa wameandamana Rais Ruto walikuwa ni watalii
upande wa Kazakhstan wanaotazama kama wanafunzi. Mnajua kipindi ambapo tulikuwa pale shuleni, tunapoenda sehemu tumeenda maybe kutalii, kuangalia mandhari. Ninakumbuka kipindi kimoja tulipelekwa upande wa Egerton, mambo ya agriculture. Tulikuwa tunatazama kila kona, unaangalia ni nini ambacho hujawahi ona. Ukiangalia the delegates ambao walikuwa wameandamana na Rais Ruto upande wa Kazakhstan, they were astonished. Hizi vitu hatujaiona. Upande ule unaona Musalia ameweza ameangalia kama mtu ambaye ameshtuka. Upande ule mwingine Rachel Ruto ameshtuka. Yani ni jambo la kushtua. Musalia na Rachel walikuwa wamesimama hapo wakionekana kutofahamu chochote ambacho kinaendelea. This is a big embarrassment. The president angekuwa amepeleka scientist, engineers kwenda kuuliza maswali hapa. Lakini cha kushangaza, huo ndio msiba wa kujitakia. William Ruto, huu ndio msiba wa kujitakia. Unapeleka watu ambao hawana ujuzi. You could have taken people who have information kuuliza maswali na wakuja waeleze rais kwamba hapa na hapa tukigeuza hapa na hapa nchi inakuwa sawa. Mfano, nchi zingine utumia ziara kama hizi, mtazamaji wangu, kupata ushirikiano, ufadhili wa masomo, makubaliano ya utafiti, uhamasishaji wa teknolojia na kuwekeza katika sekta mbalimbali baadaye. Nchi zingine ambazo ziko na akili mzuri zinatumia ziara kama hizi kuweza kupata nafasi kubwa kubwa. Lakini sisi wa Kenya tunageuza ziara kama hizi, vikao kama hivi, kama vya kupiga picha tu. William Ruto amesimama pale ameshangaa, ni nini ambacho kinaendelea hapa? Musalia Mudavadi yani amefurahia. Kumbe serikali ni mzuri, naweze ikamfadhili aende kuangalia vitu ambavyo hajawahi ona. Wakati huo sisi wa Kenya ndio tunalipa pesa ambazo viongozi hao wanatumia safari hizo za ndege, hoteli na misafara ya magari, wakitarajiwa kuona matokeo baadaye. We do pay tukitarajia kupata matokeo baadaye. Nataka nikushangaze mtazamaji wangu. Nataka uangalie picha hiyo ambayo unaiona hapo, nitakueleza. Hiyo picha ni delegates ambao waliweza kuandamana na rais wa Marekani Donald Trump aliposafiri nao kwenda China. Let me just shock you. Those delegates were included by number 1, Elon Musk, mtu wa Tesla, kampuni ya Tesla, pamoja na SpaceX, huyu mwenye kampuni ya Twitter, na huyu mwenye ujuzi wa kuunda magari ya Tesla, pamoja na mtu wa kuunda mambo ya space. Alikuwa ujumbe huu wa Donald Trump ambao waliweza kuenda nao China, walikuwa na mtu kama vile Tim Cook wa kampuni ya Apple, ya simu za Apple. Hizi simu za hizi simu za matajiri bana. Mnazielewa hizo iPhone hizo. Ujumbe huo vile vile ulikuwa na mtu mwenye anaitwa Jensen Huang mwenye kampuni ya Nvidia, na ujumbe huo vile vile ulikuwa pamoja na mamia ya wakurugenzi wakuu, CEOs, viongozi wa teknolojia na wafumbuzi. Walikuwa na wafumbuzi, jinsi ambavyo unaona hiyo picha mtazamaji wangu. Lakini sasa nataka nikushangaze tena. Linganisha sasa na ujumbe delegates ambao Rais William Ruto alienda nao katika kituo cha anga za juu nchini Kazakhstan. Delegates ambao Rais William Ruto alienda nao upande wa Kazakhstan ulijumlisha Musalia Mudavadi, mtu mwenye amesomea uchumi, economist. Kabogo, hata sijui Kabogo alisomea nini, but hajasomea mambo ya technology. Lee Kinyanjui hajasomea mambo ya technology.
Rachel Ruto ni mwalimu wa chemistry and biology. William Ruto yeye mwenyewe alisomea matawi botany. Sasa ninashangaa amebeba marafiki zake kuelekea space ya Kazakhstan badala ya kupeleka wahandisi, kupeleka engineers, wanasayansi kwenda kuuliza maswali. This was a moment of embarrassment. Angalia hiyo picha tu. You can conclude how these delegates were embarrassed. Terminolojia mbalimbali zinatumika pale, hawaelewi. This was a moment of embarrassment. Hii space angepeleka engineers, wanasayansi, wafumbuzi waende kuuliza maswali. How can we do this? How can we improve technology in Kenya? But now President Ruto is astonished there, he is shocked there. Musalia Mudavadi amefungua mdomo. Mama Rachel Ruto ameshangaa. Sasa Ruto vile akaandamana na wapiga picha na wasindikizaji wa kisiasa. Because you are chanting 2 term, ziara ikikuja rais anakubeba tu, mnaenda na yeye. Na mara moja utaelewa tofauti kati ya nchi inayopanga kwa ajili ya siku zijazo na nchi inayofanya utalii wa kisiasa. Ukiangalia taifa kama vile Amerika, ile delegates ambao walikuwa wameenda na Trump, akina Elon Musk, akina Tim Cook, akina Janzin Hang. Amerika ni nchi ambayo inapanga jinsi ambavyo teknolojia yao itaimprove. Lakini Kenya sasa, angalia delegates ambao walikuwa wameenda na rais. Utagundua kwamba Amerika iko serious na ziara ambazo wanafanya kwenye nchi ambazo zimenawiri. Lakini sisi, we just take for granted the Kenyan taxpayers money. Tunapeleka wanasiasa, as long as unasema 2 term, unapelekwa kwenye ziara za rais. Kwa upande mmoja, rais anasafiri na watu wake bora zaidi, mfano kama Marekani. Kwa upande mwingine, rais anasafiri na marafiki zake ambao hata hawakaribii kuwa miongoni mwa walio bora zaidi duniani kama William Ruto. Kituo cha anga ya juu, nikimaanisha space, si sehemu ya utalii jinsi ambavyo William Ruto alifanya utalii. Hapo ndipo nchi ambazo ziko na akili, nchi ambazo zimepanga mambo ya kesho, wanajadili mambo ya teknolojia ya satellite. In fact, Kenya hatuna satellite yetu pale space. Hapo ndio tungeenda kujadili mambo ya teknolojia ya satellite. Mawasiliano yetu si bora. Pale ndio tungepeleka engineers, wafumbuzi, wasayansi waende kuona jinsi ambavyo tunaweza tukaimprove our technology in Kenya. Mifumo ya hali ya hewa Kenya, sometimes hatuna mifumo ambayo inaweza kutabiri hali ya hewa ya kesho. Hatuwezi tukajua mvua itanyesha lini. Hapa ndio tungepeleka wanasayansi waende waulize maswali, angalau Kenya iweze kujiinua kiinterneti, iweze kujiinua masuala ya mawasiliano. Hapa ndipo miundombinu ya interneti na mingineyo ujadiliwa. Interneti yetu si nzuri. Juzi tu Elon Musk, mtu mwenye walikuwa wameenda na Donald Trump upande wa China, alileta, kuna internet ambayo alileta Kenya. Mnaielewa, mnaijua? Kuna internet ambayo alileta inatumia mawimbi yake kutoka hewani juu. Serikali ikakataa. Safaricom ikaogopa. Airtel wakaogopa kwa sababu watanyanganywa market, wakaipeleka Starlink wakaipeleka mahakamani, wakaanza kuipiga vita. Nimekueleza serikali makini, usafiri na wanasayansi,
wahandisi, watafiti na wafumbuzi katika ziara kama hizo. Watu wanaoweza kumwambia rais kwamba hii inaweza kusaidia kutabiri ukame nchini Kenya. Watu wanaoweza kumwambia rais kwamba hii inaweza kuboresha upatikanaji wa interneti Kenya. Teknolojia hii inafaa kuwekeza ama inafaa kuwekewa wawekezaji. Badala yake wengi walionekana kutokuwa na ufahamu. Pia huku rais wetu mwenyewe akionekana kufanya sehemu kubwa ya kujifunza. President Ruto went to learn in Kazakhstan, Astana. He didn't go there kutafuta mambo mazuri kwa Kenya. Na huo ndio hasa namna nchi nyingi za Afrika huachwa nyuma. Mataifa ya Afrika, kitu ambacho nimegundua, hawatilii maanani ziara kama hizi. Wanapeleka the close associates and friends, wanaenda kutembea badala ya kupeleka wanasayansi. Safari za nje hazipaswi kuwa zawadi za uaminifu wa kisiasa. Hazipaswi kukua kwa sababu hizi unasema one term, sasa Gachagua kupeleka, hapana. Hazipaswi kukua wewe unasema two term upelekwa na William Ruto, hapana. Hizi ziara ni za kupelekwa kwa watu ambao wako na ufahamu. Zinapaswa kuwa misheni za kupata taarifa, uwekezaji na maendeleo ya taifa. Hii ziara ya Rais William Ruto upande wa Kazakhstan, it was of embarrassment to Kenya. The delegates didn't know anything. Yani kila mtu ameshangaa. Nimekuonyesha hiyo picha, unaweza ukaona Musalia Mudavadi ameshangaa. Wakirudi nchini Kenya wanatuambia two term. Nonsense. Wanatumia pesa zetu vibaya.